Neema, ninakuinua kwa kimbali na kuinua kwa ukuu wako mtakatifu. Asante ni kwa ajili ya maombi ya usiku wa leo. Asante ni kwa ajili ya kila mmoja aliyekuomba Bwana na anaenda kukuomba usiku wa leo katika jina la Yesu. Ninaomba neema yako nyingi Bwana ikatoshe kwa kila mmoja usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba Roho wako Mtakatifu akachukue nafasi ya kwanza kwa ibada hii na kwa maombi haya ya usiku wa leo. Ukanene na mioyo yetu, ukanene na maisha yetu, ukanene na kila mmoja, ukainue kila mmoja, ukafariji kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Masia Yesu usiku wa leo. Tembea na utende mema Bwana. Tembea na ukomboe, tembea na uponye katika jina la Yesu Kristo. Na wote Bwana majeshi walio katika maombi haya, Bwana usiwapite, watembelee, watendee, wakumbuke usiku wa leo. Na hata wote wanaotazama wakiwa manyumbani, wote wanaotazama wakiwa hospitali, wote wanaotazama mahali popote duniani, ninaombea maisha yao. Wanatembea na utende mema usiku wa leo katika jina la Yesu. Asante Masia Yesu kwa ukuu wako katika jina la Yesu. Yesu, ninaomba utakaso kwa ajili ya kila mmoja. Naomba utakaso na msamaha kwa niaba ya kila mmoja kwa ibada hii na maombi haya. Yesu, nena na mioyo yetu, sema na mioyo yetu katika jina la Yesu. Tutembelee na utende mema katika jina la Yesu. Uinuliwe Masia na ubarikiwe katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Haleluya. Yesu ni Bwana. Naamini ya kwamba usiku wa leo Bwana ataenda kunena na moyo wako, ataenda kushuhudia ukuu wake katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo nataka nikwambie Bwana hajakusahau. Mungu hajakusahau. Mungu hajakusahau. Bado Mungu anakukumbuka. Bado Mungu anakukumbuka. Mungu hajakusahau. Hujasahaulika mpendwa. Hujasahaulika unayepitia changamoto. Haujasahaulika wewe ambaye uko na mapito magumu. Haujasahaulika wewe ambaye uko na changamoto za maisha. Bwana hajakusahau. Hujasahaulika. Mungu bado anakukumbuka. Bado Mungu anakupenda. Bado Mungu atatenda. Haijalishi umechelewa, umeona kama miaka imeenda. Wengine wametangulia kubarikiwa, wengine wametangulia kuwa na mali, wengine wametangulia kuwa na maisha mazuri, wengine wametangulia kuwa na ndoa, wengine wametangulia kujenga, na bado wewe uko pale pale pale. Usiku wa leo nimeleta habari njema kwa maisha yako na kwa masikio yako ya kwamba Bwana hajakusahau. Mungu bado anakukumbuka. Mungu bado anakukumbuka. Hata kama umechakaa, hata kama uko chini, hata kama hali ni mbaya, Mungu hajakusahau. Bado Mungu anakukumbuka na atabariki na kuinua maisha yako. Endelea na kuamini. Endelea na kuvumilia na kungojea. Mungu bado hajakusahau. Haujasahaulika mpendwa. Haujasahau. Oh yes. Kitabu kile cha Luka, kitabu cha Luka 19 kwanza mstari wa kwanza nasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Usiku wa leo
Utamuona Mungu ikiwa unataka kumuona. Utamuona Mungu ikiwa bado unataka kumuona. Kama unataka kumuona Mungu utamuona. Kama unataka umuone Mungu utamuona. Maandiko inaongea kuhusu mtu mmoja jina lake Zakayo. Kila mtu anajua hiyo mstari ambayo huzungumza kuhusu Lazaro. Zakayo alikuwa ni mtu mfupi, na maandiko inasema alitafuta kumuona Yesu. Yeye alikuwa ni mtu tajiri, alikuwa ni mtoza ushuru, na alikuwa akiwa katikati ya umati ya watu, angeweza kumuona Yesu. Najua alihudhuria mikutano ya Yesu, lakini kwa sababu ya umati ya watu wengi hakuweza kumuona Yesu. Na maandiko inasema alitamani kumuona Yesu, alitafuta kumuona Yesu. Ingawa alikuwa ni tajiri, ingawa alikuwa na mali, lakini alitafuta kumuona Yesu. Ikiwa utataka kumuona Mungu, utamuona Mungu kama utajisacrifice kwa maombi, utajisacrifice kutafuta Mungu, lazima utamuona. Maandiko inasema Zakayo alikuwa anatafuta kumuona Yesu, lakini angeweza kumuona. Watu walimzuia kumuona Yesu. Najua kuna vitu vimezuia usimuone Mungu. Kuna watu wanazuia usimuone Mungu. Kuna tabia inazuia usimuone Mungu. Kuna kuongea kunazuia usimuone Mungu. Mungu anataka uamue katika maisha yako. Wewe ambaye unatamani kumuona Mungu akiinua maisha yako, Mungu anataka uamue. Wewe ambao unataka kumuona Mungu akibariki maisha yako, akikupea maisha mazuri, akikubariki na kila unahitaji, lazima uamue. Maandiko inasema ya kwamba huyu tajiri tena mtoza ushuru alikuwa anatafuta amuone tu Yesu ni mtu wa namna gani. Na maandiko inasema siku moja akasikia Yesu anapita Yeriko, na maandiko inasema ya kwamba akaenda akapanda juu ya mkuyu, akapanda juu ya mti wa mkuyu, ili Yesu akipita amuone pale chini. Yaani mtu aliye tajiri, mtu aliye na mali, mtu aliye na kila kitu, aliye na kazi nzuri, anaenda kupanda juu ya mti ili amuone Yesu ni mtu wa namna gani. Yaani Mungu anataka uinue imani yako, hata kama kuna changamoto zimesimama mbele yako, hata kama kuna watu wamekupiga, hata kama kuna watu wamekataa hawataki kukuelewa. Mungu anataka uamue, yaani uamue katika maisha yako kumtafuta Mungu. Kupanda mkuyu ni kujiachia maisha yako umuone Mungu. Kupanda mkuyu ni kuachana na vitu vingine, ni kuachana na klasi yako, ni kuachana na klasi uliyo nayo. Yaani kuna klasi uko nayo, umeshindwa na kutafuta Mungu. Mungu anataka uachane na klasi. Mungu anataka uachane na vile uko, umtafute ili umuone. Kupanda mkuyu kwa mtu huyu aliyekuwa na mali, kwa mtu huyu aliyekuwa tajiri, maandiko inasema ya kwamba akapanda juu ya mkuyu, na Yesu akawa anapita pale chini. Yesu akawa anapita kwa mkuyu. Yesu atapita kwa maisha yako ikiwa utainua imani yako, ikiwa utamtafuta, ikiwa utatamani kumuona. Kama utatamani kumuona, hautatamani kumuona Yesu na aumtafuti. Kama unataka umuone Yesu, lazima umtafute. Hata kama utaombewa, hata kama utafanyiwa ibada, lakini lazima umtafute. Ukitaka kumuona Yesu katika maisha yako, akikubadilishia maisha, akibariki maisha yako, akiinua maisha yako, lazima umtafute. Amen. Lazima umtafute. Amen. Ukitaka kumuona Mungu akitembea kwa kazi yako, akitembea kwa ndoa yako, akitembea kwa watoto wako, akilete mabadiliko kwa mume, akilete mabadiliko kwa mke, akilete mabadiliko kwa watoto wako, lazima umtafute. Yesu atatenda kama haumtafuti. Zakayo akamtafuta Yesu, akamtafuta Yesu kwa watu, akakumuona.
makutano, lakini hakumuona. Wakati utajitenga, wakati utaenda mahali peke yako ili umtafute Yesu, utamuona. Wakati utaachana na hiyo hali, wakati utaachana na watu, uachane na hiyo mali uko nayo, uende umtafute Mungu, utamuona. Ukimtafuta Mungu kwa maombi, lazima utamuona. Ukimtafuta Mungu kwa kufunga, lazima utamuona. Ukimtafuta Mungu, mpendwa, wewe ambaye umesafa, umehangaika for long time, umesumbuka for long time, umelia for long time, umetafuta kazi haipatikani, umejaribu biashara imekataa, yani kile unachokijaribu kinakataa kabisa, chochote unachokianza kinakataa kabisa. Nimekuja na habari njema katika maisha yako, wewe ambao unaamini usiku wa leo. Ukimtafuta Bwana utaenda kumuona, maana bado anakukumbuka, bado anakujali. Maandiko yanasema Zakayo, mtoza ushuru, tajiri, alikuwa hana Yesu. Alienda mikutano ile Yesu alikuwa anafanya, watu wakawa ni wengi, wakazuia kumuona Yesu. Maandiko yanasema alikuwa ni mfupi sana, yani ufupi, yani mtu unayetafuta Mungu lazima uinue imani yako. Zakayo akaenda akapanda mkuyu, yani akainua imani yake kabisa, akapanda juu ya mkuyu ili amuone Yesu, ili ampate Yesu, ili akutane na Yesu, ili Yesu abadilishe maisha yake. Yani unapokutana na Yesu ni lazima maisha yako ikabadilika. Maandiko yanasema Yesu akipita pale chini akamuona Zakayo, kamwambia Zakayo, shuka, leo hii lazima nitakula kwa nyumba yako leo hii. Yani akamwambia shuka, Zakayo shuka. Yani kuna vitu Mungu anataka tufanye ili tumuone. Angalia imani hii ya mtu kupanda mti ili amuone Yesu. Ukimtafuta Yesu mahali popote utampata. Ukienda kwa mlima, ukienda kwa madhabahu, ukienda ufunge na uombe, ukienda kwa mkesha, umtafute Mungu pande zote, umtafute Mungu mahali kote, lazima utamuona, lazima utakutana na yeye. Huyu Yesu anabadilisha maisha ya watu wengi. Maandiko yanasema Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Yesu alikuwa anajua, Yesu alikuwa na hakika na Zakayo wakati anapanda juu ya mkuyu, Yesu alikuwa anajua, na ndio akamwambia, leo nitashinda nyumbani kwako, leo tutashinda pamoja. Yesu ukimtafuta utatembea na yeye, ukimtafuta utaishi na yeye, utaenda na yeye, utakaa na yeye. Maandiko inasema ya kwamba aliyepanda juu ya mkuyu akamuona Yesu, na Yesu akatenda muujiza kwake. Muujiza wa kwanza ni Yesu kwenda na yeye kwake, ni Yesu kushinda na yeye. Ulikuwa ni muujiza mkubwa. Yesu kushinda na Zakayo, Yesu kushinda na Zakayo ilikuwa ni muujiza mkubwa, maana wokovu uliingia kwa nyumba yake, wokovu ulianguka kwake, wokovu uliingia kwake. Ukimtafuta Yesu ni kwa ajili ya watoto wako, lazima Yesu ataonekana na atawabadilisha watoto wako. Ukimtafuta Yesu ni kwa ajili ya mume wako, ni lazima atatenda jambo. Shida ya Wakristo wengi ni kuchoka na kukata tamaa, ni kuchoka na kungojea Bwana, ni kuchoka na kuomba, ni kuchoka na kufunga, ni kuchoka na mikesha. Shida ya Wakristo wengi, wana roho ya kuchoka haraka, yani wanachoka haraka, wanachoka haraka, wanaacha. Maandiko inasema ya kwamba Zakayo alihakikisha mpaka amuone
Yesu. Zakayo alihakikisha juu chini, lazima nimuone Yesu. My brother, my sister, ukikutana na Yesu, maisha yako itabadilika. Wenda umeokoka na hujawahi kutana na Yesu. Wenda unasema Bwana Yesu asifiwe na hujawahi kutana na Yesu. Wenda unashinda kanisani na hujawahi kutana na Yesu. Wenda unaomba unaombewa lakini bado hujawahi kutana na Yesu. Unapokutana na Yesu, hali inayokusumbua inaondoka, hali inayokufanya ulie inaondoka, hali inayokuhangaisha inaondoka. Ukikutana na Yesu mpendwa, utaacha kulia, kilio kitafika mwisho. Kuna kukutana na Yesu na kuna kusema unajua Yesu. Kuna kukutana na Yesu na kusema namwamini Yesu. Mtu anayekutana na Yesu, yani huyo mtu abaki wa kawaida. Huyo mtu hakuna maisha hawezi akakaa. Huyo mtu hakuna maisha hawezi akawa nayo. Biblia inasema Zakayo, Biblia inasema akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinungunika, wote wakisema ameingia katika kwa mtu mwenye dhambi. Yani ukikutana na Yesu, haijalishi wachawi wako ni wangapi. Ukikutana na Yesu, haijalishi wanaochota mchanga kwa boma yako ni wangapi. Ukikutana na Yesu, haijalishi ni nani aliyejaribu kukuroga. Ukikutana na Yesu, wenye wivu lazima wataachana na wewe. Maandiko inasema wenye wivu wakaanza kunungunika. Wenye wivu, yani watu wasiotaka watu Yesu akiwainua. Listen to me, Yesu hana upendeleo. Ukimtafuta unapata sehemu yako, ukimtafuta analeta sehemu yako. Yesu hana upendeleo. Zakayo alimtafuta Yesu mpaka juu ya mti, na wakati alimuona Yesu, Yesu akakutana na yeye na akashinda kwake. Wenye wivu wengine najua walikuwa wanajaribu kumwangusha, wengine najua walikuwa wanajaribu kumaliza mali zake, lakini walipoona ako na Yesu wakaanza kusema huyu anaenda kwa mwenye dhambi. Ukikutana na Yesu, hata kama wewe ni muuaji, hata kama wewe ni kabila gani, hata kama wewe ni nani malaya, ukikutana na Yesu au remain the same again, maisha yako inabadilika forever, hali yako inabadilika forever. Ukikutana na Yesu Kristo, hakuna jiwe linasimama juu ya jiwe lingine. Yani hakuna shida inalimeni kwa maisha yako. Hakuna magonjwa isiyopona inayoweza kulimeni kwa maisha yako. Unapokutana na Yesu Kristo, machozi yako yote inapanguzwa. Unapokutana na Yesu Kristo, uponyaji unaingia kwa ndoa yako, uponyaji unaingia kwa moyo wako, uponyaji unakuwa sehemu yako. Haleluya. Yesu anataka kutenda kwa maisha yako ukimtafuta. Wewe umezoea kutafutiwa Yesu kila saa, pasa nisaidie kwa maombi. Utatafutiwa Yesu mpaka lini? Mtafute Yesu wewe mwenyewe, jitafutie Yesu mwenyewe. Wakati Zakayo alienda kwa mikutano ya Yesu, alitafuta kumuona Yesu. Sijui kama aliambia watu wampeleke mahali kuna Yesu kama vile wewe waambia watu wakupeleke kwa manabii, lakini maandiko inasema ikafika mahali akachoka na kwenda kuzuiwa na watu, akajipeleka mwenyewe mahali Yesu alikuwa anapitia. Yesu anapitianga kwa ibada. Yesu hupitia kwa ibada. Yesu hupitia kwa ibada. Na anapopitia kwa ibada, Yesu lazima atagusa maisha ya mtu. Lazima atatembelea kwa neema yake
hainyingi maisha ya mtu. Yesu. Biblia inasema Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini. Ameanza kutubu. Yesu hata hajamwambia chochote. Unajua ukikutana na Yesu hata usipende, utakaa tu maisha matakatifu, utakaa maisha kumpendeza tu. Ukikutana na yeye, kuna watu wapo kanisani na bado hawajawahi kukutana na Yesu. Ukikutana na Yesu anabadilisha hali yako ya maisha. Ukikutana na Yesu anakubadilishia maisha. Analeta heshima kwako wewe kusema na heshima. Analeta baraka za kumiliki kwako. Anakumilikisha baraka za kifalme. Wakati unakutana na Yesu, unafanyika mwana wa Mungu, tena mrithi wa vitu vya Mungu. Mrithi wa vitu vya Mungu. Kwa Mungu kuna magari, kwa Mungu kuna kila kitu. Mwana wa Mungu anarithi vitu vya Mungu. Yaani Yesu anakuridhisha vitu vya Mungu kwa sababu umefanyika mwana. Unapokutana na Yesu, you will never be the same again. Zakayo, wokovu ukaingia kwake, ukaingia kwa familia yake. Maana Yesu si wa kawaida. Huwezi kutana na Yesu na uendelee kukaa na magonjwa. Huwezi kutana na Yesu. Sijui kama unanipata. Najua kanisani unaenda na maisha bado imekataa. Kanisani hupo na mambo bado haisongi. Kanisani hupo na mambo imesimama. Unahitaji kukutana na Yesu. Uweke mchezo kando, ukutane na Yesu Kristo. Umwambie Bwana, niko kwako sasa. Ninataka nikutane na wewe. Usiku huu wa leo tunaenda kukutana na Yesu Kristo. Tunaenda kukutana na Yesu ili aondoe shida ambazo zimekataa kuondoka. Hizo mateso, hiyo mahangaiko. Tunaenda kukutana na Yesu siku wa leo. I feel in the spirit kwamba Yesu tunaenda kukutana na yeye. Kuna mtu anatoka mahali, kuna mtu anachomoka mahali. Hapo walisema hutawaitoka. Hapo walikuweka kwa mipango yao. Hapo walikuweka wakitumia mandawa na irisi. Yesu anaenda kukutoa. Yesu anakutoa. Hapo walichota mchanga na wakakupeleka. Yesu anakutoa. Hapo walienda wakaongea maneno yako, wakasema wewe tunakumaliza, wakasema wewe uishe. Yesu anaenda kukutoa mahali. Kuna mtu anatoka mahali. Unatoka hapo walikufunga. Kwa hiyo nyungu walikuweka unatoka. Kwa hizo kamba uliwekwa Yesu anakutoa. Nasema leo tunatoka. Tunaenda kutoka usiku wa leo. Miguu yako simama nayo, mikono kwa Yesu usiku wa leo. Yesu, ninaomba ni kwa ajili ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Usiku huu wa leo, weka mikono yako juu. Mwambie Bwana, usiku wa leo ninataka nikutane na wewe. Ninataka nikutane na wewe. Nimechoka kuteseka. Nimechoka kuhangaika. Nimechoka kuteseka na magonjwa. Nimechoka kuoa na kuachika. Nimechoka kukaa kwa ndoa inayoisha. Yesu, nataka nikutane na wewe katika maisha yangu, katika huduma yangu. Mwambie Bwana, nataka nikutane na wewe. Sitaki kulia tena. Kwa ajili ya ndoa yangu sitalia. Mwambie Bwana, kwa ajili ya biashara yangu sitalia. Kwa ajili ya kazi zangu sitalia. Inami sinama. Yesu, nataka nikutane na wewe. Nataka nikutane na wewe Yesu. Nimekusikia Yesu. Habari zako nimesikia. Nimekonfesi nikaokoka. Nataka nikutane na wewe Yesu. Nataka nikutane na wewe. Maana ukikutana na mtu habaki kuwa wa kawaida. Ukikutana na mtu habaki kuwa vile tena. Mwambie Bwana, usiku wa leo nataka nikutane na wewe. Nataka nikutane na wewe. Nataka nikutane na wewe. Nataka nikutane na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, usiku wa leo ukakutane na maisha ya mtu aliyelia. Ukutane na maisha ya mama huyu. Ukutane na maisha ya kijana huyu. Ukutane na maisha ya mzee huyu. Wengine wamekaa mazoka yata lebo sikata pakata.
Yantorobosika yanteleketa. Rimoso koteri mahantakata. Rebeso katapareketerina. In the mighty name of the Lord Jesus. Lord Jesus, I pray. Inafunja kila minyororo iliyokamata maisha ya mtu. Inafunja kila maroho iliyokalia maisha ya mtu. Inafunja kila madhabahu za kichawi na za kiunganga. Madhabahu za manabii za uongo zikavunjike usiku wa leo. Laana zote zikayeyuke kwa damu na kwa nguvu zako. Yesu, ninaomba ukaachilie moto ukayeyushe kila matatizo. Mwambie Bwana, nataka nikutane nawe. Nataka nikutane na wewe Bwana. Nataka nikutane na wewe usiku wa leo, nikutane na wewe. Nipone roho yangu, nipone maisha yangu, nipone ndoa yangu. Nikutane na wewe. Mwambie Bwana, nikutane na wewe. Anaenda kukutana na wewe. Anaenda kukutana na wewe Bwana. Anakutana na wewe. Anakutana na wewe. Anakutana na wewe. Unachomoka kwa mashida, unachomoka kwa mateso, unachomoka, unaenda viwango vingine katika jina la Yesu. Kama vile Zakayo alikutana na Yesu na maisha yake ikabadilika, yeye maisha yake ikabadilika. Hivi ndivyo usiku wa leo unaenda kukutana na Yesu na maisha yako ibadilike. Baba wa mbinguni uinuliwe, ubarikiwe usiku wa leo. Ninabariki kila moja katika jina la Yesu. Kutana na maisha ya kila moja, kutana na kila moja, kutana na kila moja, kutana na kila moja, kutana na kila moja, kutana katika jina la Yesu. Father, we thank you tonight. I give you praise and honor. Yesu, kumbuka mama huyu, kumbuka mzee huyu, kumbuka kijana huyu usiku huu wa leo, na hao wote wanaotazama. Yesu, tembelea maisha yao. Fika mahali wako usiku wa leo, wainue, wafariji tena, watendee muujiza, watendee maajabu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba na kuamini. Sema amen katika jina la Yesu. Bwana ni mwema, anaenda kutenda katika jina la Yesu. God bless you. Tunapoenda kutamatisha usiku wa leo katika jina la Yesu, we are going to